Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Asante kwa jioni ya leo, maana Mungu mwaminifu ametuongoza, ametufanya kuona siku hii ya leo. Najua kwamba ni mwema, najua mwaminifu. Asante kwa yule amefika katika fellowship hii. Asante pia kwa sababu ya wale tuko nao mahali hapa kwa sababu ya kushare Acts chapter 2. Na hii ni evening lamp, kwa hivyo najua kwamba utaweza kubarikiwa. Tutabarikiwa zote pamoja, na najua kwamba Mungu atakuwa na wewe. Kwa hivyo wacha my wife akaweze kuomba, alafu tuendelee. Iko sawa? Yes, please. Niombe. Tuombe. Asante Baba Mwenyezi Mungu, asante kwa siku ya leo. Tunashukuru umetulinda tangu tulipotoka hapa Jumapili mpaka siku ya leo. Umetuongoza, tumeweza kufika mahali hapa tukiwa salama. Tuko katika ibada ya jioni, tunaomba uwepo wako kashuke mahali hapa. Kaonekanie watumishi wako, halafu anza kunena neno lako, tuweze kulisikia, tuweze kulibeba katika mioyo yetu. Nasema ni asante katika jina la Yesu Kristo nimeomba hata kuamini. Amen. Amen. Kwa hivyo tunaendelea na hiyo chapter 2 ya Acts. Chapter 2 ya kitabu chetu cha Acts. Na tutaanza tu kusoma. Hapa tuko na mwalimu Mwenga ambaye pia atakuwa ana share. Atakuwa tunasonga mbele polepole. Kwa hivyo chapter 2 inasema kwamba hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwa wote mahali pamoja. Walikuwa wote mahali pamoja. Ukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa pepo, nguvu ukienda kasi ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste. Pentekoste. Unaelewa Pentekoste? Yeah. Pentekoste ni nini? Penta maanisha tano. Kwa hivyo Pentecost ni siku 50. Inakuja baada ya Bwana wetu Yesu Kristo kuambia kwamba kaeni hapo, msitoke Jerusalem mpaka aje yule msaidizi. Kwa hivyo sasa inamaanisha kwamba walikuwa mahali pamoja siku hiyo ya Pentecost, siku hiyo ya 50. Kwa hivyo siku ya 50 baada ya Passover. Baada ya Passover siku ya 50 ilikuwa ni Pentecost. Not Passover, lakini ilikuwa ni waliambiwa kwamba msitoke hapa. Okay. Kwa hivyo waliambiwa wasitoke hapo. Yes. Na kulingana na mimi siku ya 50 kwa sababu Wayahudi walikuwa wanasherehekea sherehe 3. Passover, Pentecost, nyingine ilikuwa sijui nini. Na hii Pentecost ilikuwa ni siku ya first fruits. Ilikuwa na pia siku ya 50 baada ya Passover kuweza kufanya nini? Maana watu wengi walitoka kila mahali wakikuja kusherehekea sherehe ambayo ilikuwa inafanyika siku ya 50 ambayo ni ya Pentecost. Sasa hata ukiona wale walikuwa naongea lugha tofauti hapa, walikuwa nasema tunasikia kwa lugha yetu, maana walikuwa nakuja kusherehekea sherehe hii sehemu. Kwa hivyo siku ya 50 baada ya Passover ilikuwa inakuwa ni Pentecost. Kwa hivyo walikutana wote mahali pamoja. Walikutana wote mahali pamoja. Watu wote walikuja mahali pamoja. Haya, soma hiyo verse 2. Nasema kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Sasa kulikuja na uvumi. Na uvumi ulikuwa na upepo na nguvu ukienda kasi. Huo upepo ulikuwa ndio Roho Mtakatifu. Ule upepo
ulikuwa unaasiria Ah. kwamba there is something going on, lakini walipo tazama vizuri wakaona there was something in that rushing wind, ikaonekana kama mfano wa njiwa, but then haikuwa njiwa, it was not a dove, it was something like. Okay, hapa kulingana na context, kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo kwa nguvu kasi, ukijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Ukawatokea ndimi zilizotawanyika kama ndimi za moto uliokalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingi kama Roho alivyowajalia. Kwa hivyo hii kulingana na mimi naona kwamba ni ishara. Yaani ile nguvu na upepo ulikuwa unaleta attraction. Yaani kulikuwa na watu wengi wako pale Yerusalemu. Na kwa sababu ya watu wengi kuwa pale Yerusalemu, hii ilikuwa njia moja ya kuwatayarisha wa concentrate kwa kitu ambacho kilikuwa kinakuja kufanyika. Ilikuwa ku attract. Na tunaona kwamba ndimi, ukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja. Ndimi za moto. Unaelewaje ndimi za moto uliowakalia kila mmoja? Tukianzia kwanza kwa hii mighty rushing wind, tunajua kwamba spirit, tukirudi huko nyuma kidogo, wanasema kwamba Yesu aliwaeleza wale mitume vizuri, akawaambia kwamba huyu roho watu wengi hawatamjua, lakini mtakapoona kwamba upepo inatingiza miti pale, huwezi kujua ile upepo inatoka wapi ama inaenda wapi. Maana hiyo ile spirit, yule Roho Mtakatifu anakuja in the form of that wind. Kwa hivyo yule spirit alikuwa ndiye yule aliyetoka mbinguni akiwa kama mfano wa njiwa. It was the spirit which actually came. Lakini hapa hakujatajwa njiwa mahali popote. Yaani wanasema kwamba ilionekana kama hapa hawajataja njiwa. Kwa hivyo tunaenda na vile imeandikwa. Lakini sasa unajua hawa pia wa Kiswahili ndio sababu saa nyingine tutumiaje Biblia ya Kiswahili kwa sababu maneno yao ya kufinywa. Hapo wameandika dove. Hebu soma chapter 2 ya English tuone kama inaandika dove. Maana jua dove ilikuwa wakati Yesu alikuwa anakuja kupatizwa, ndio hiyo ilifanyika. Mjaribu kubeba Biblia zenyewe hizi. Basi tu inasema kwamba and suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind and it filled the entire house. Kwa hivyo hakuna mahali wametaja dove. Hakuna mahali wametaja dove, maana umesoma Biblia ya Kizungu, sio? Kwa hivyo nielewe context. Kwa hivyo nashukuru kwa sababu umeelewa hiyo. Kwa hivyo wakati wa dove iliposhuka ni wakati Yesu alikuwa anapatizwa. Kwa hivyo hapa tunaona hii wind ambayo inakuja hapa ilikuwa ni ya kufanya tu watu wakae attention, yaani wakae tayari kuelewa kwamba kuna kitu kinataka kufanyika. Na unaona kwamba kuna ndimi za moto hapa tulikuwa tumefika. Wao walikuwa waturudisha nyuma, tulikuwa tumetoka huko. Kwa tokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Ndimi za moto. Ndimi za moto ni kwamba sasa kuna mahali nyingine Yeremia anasema kwamba akachomwa ulimi. Akachomwa ulimi. Maana moto sasa tunaona moto hapo. Yeremia anasema kwamba alipochomwa moto. Moto sasa ulimbadilisha yale maneno yalikuwa ya kale yakawa mapya. Ina maana kwamba anasema kwamba huyu Yesu sasa ambaye amekuja atapatiza kwa moto. Tunaona moto inatumika hapo kubadilisha zile ndimi, kubadilisha zile lugha waliochukua. Sasa unakuja vizuri. Hii moto ndio unavyokuja tanks. Tanks ni ndimi. Yaani katika kila mmoja alikuwa anaongea lugha tofauti. Tofauti. Sasa ile ndimi ni tanks.
Yule alikuwa anaongea katika ndimi, yani kulikuwa na watu wanaongea katika ndimi tofauti. Sasa sio ndimi vile watu wanaona, labda kulikuwa na mikono mirefu imekuja chini kwa watu tiko juu yao. Ile ilikuwa ni moto tu, yani it was something like a fire which changed their native languages. Wote wakajazwa Roho na Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Na waliokuwekwa Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii isiposikiwa, makutano walikutanika, wakashikwa kwa fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Wote unaona kwamba wote wakajazwa, kila mmoja wao waliokuwa pale walijazwa. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia. Kwa hivyo tunataka tuangalie saa hizi watu wanajazwa na Roho, si ndio? Na wanapojazwa na Roho ama wanaanza pia kutabiri, wanaanza kutabiri, wengine wanaanza kuongea kwa lugha. Lakini wanapoongea kwa lugha, mbona hizi lugha sana kama zinafanana? Sikia mtu anasema rababa shanta raborika shanta reba zaka, ni kama inafanana na yule, ni kama yule inafanana na yule. Kwa nini? Basi sasa Hazisikiki hizo lugha. Huwezi elewa. Kusikika ni kipawa mpaka uzisikie, kwa sababu ukisoma katika Acts chapter notes, 1 Corinthians 12. 1 Corinthians 12 inaongea kuhusu hizo, nafaa uwe na Mungu akupatie ile karama ya kutafsiri ndimi. Si ndio? Katika 1 Corinthians 12. Lakini sasa saizi tunaona watu wanaongea katika ndimi, lakini wengi wao, hatusemi hakuna wenye wanaongea katika ndimi za kweli, lakini wengi wao wanaiga. Ama unaona namna gani? Katika ni kweli, katika theological schools zile tumeenda nyingi, wanasema kwamba ile si kweli, kwa sababu hizi sasa lugha zinazonenwa hivi sasa si kweli, kwa sababu ni kitu tunasomea. Basi kama ni kitu ya kusomea, uzungumze hiyo lugha, huenda mwalimu wa hizo kusomea ni mmoja. Kama watu fulani wataenda hiyo shule, basi ina maana kwamba wote watazungumza ile lugha moja. Lakini tofauti na ilivyokuwa siku ya Pentecost, wale watu walinena lugha, manake wale waliokuwa katika ule mkutano walikuwa watu 120. Ikiwa waliongea kila mtu lugha yake, ile lugha zilizonenwa, kwa hivyo it was 120 languages which were being spoken by these people. Hapo sasa hizi ni lugha ambazo watu wanazielewa, yaani ni kabila ya watu. Sasa na wale watu waliokuja katika mkutano vile ulivyosema mwanzo, ni kwamba wale watu waliokuwa wamekaa kando pale wakiangalia mkutano huu, kwa ukweli kila mmoja alisema hawa watu ni Wayahudi. Iweje sasa wakizungumza wengine tunasikia lugha zao, tunasikia lugha. Maana hawa ni watu walikuwa wametoka mataifa, wametoka kila mahali kuja katika kusherehekea na hawa ile sherehe ya Pentecost. Sasa wanafika pale, wale Wayahudi wenyewe wa pale walisema wamelewa. Kwa sababu wao walikuwa waelewi. Naelewa. Sababu walikuwa wanajua Kigiriki na nini. Lakini wale wa kutoka nje, mataifa, hao ndio walisema, iweje sasa mbona hawa wanaongea katika lugha zetu sisi wenyewe? Lakini wale wa Majudaism, wale wa hapo waliona hawa watu walevi. Unaona? Sasa saizi naona watu wanaongea kwa ndimi, na sisemi ndimi ni mbaya, ndimi ni sawa tu, lakini tusiige ndimi ati kwa sababu mtu anasema aika raba shanta rabori kama zanta raboshi. Sasa mwingine pia anaenda akishikamaiki hapo kidogo, anasema ile alisikia kwingine, anasema ile alisikia kwingine, wakati ambapo sioni kama ni hivi inavyofaa. Kweli mtumishi, sasa ukiangalia kama wewe ungelikuwa kwa mfano niko chini yako na umesema hika
lika baba Impartation. basantara bako. Sasa nitakuwa naiga kwako. Impartation. Na mimi nikienda kule nitaenda kunena yale maneno ambayo umenena. Sasa hakuna hiyo lugha haiko duniani. Sasa inakuwa ni invitation. Sasa itakuwa tu ni imitation of, tutaita imitation of languages, sio talking in tongues. hata Wacha tusome hapa katika 1 Corinthians 13. Nasema nijaposema kwa lugha za wanadamu, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliyo na upato uvamu. Kwa hivyo kuna lugha za wanadamu na za malaika na pia za mashetani, kulingana na vile tutasoma, labda kama utafika huko. Tena ninajaposema kwa unabii na kujua siri zote za maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo si kitu mimi. Tena nikitoa mahali zangu zote kuwalisha maskini, tena nijapotoa mwili wangu nianguke moto, kama sina upendo, tunasema hivi. Kwa hivyo nataka kusoma kitu kingine hapa, kwa maana mstari wa 9, kwa maana unafahamu kwa sehemu ya tunafanya unabii kwa sehemu, lakini ijapo iliyo kamili ilivyo kwa sehemu itabadilika. Nilipokuwa mtoto mchanga nilisema kama mtoto mchanga, nalifanya kama mtoto mchanga, nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima niliyadhibitisha mambo ya kitoto. Kwa hivyo ni kama wakati watu wanaongea ni kama wao bado ni watoto. unajua hapo ukisoma Mstari wa 9 ile nimesoma. Mstari wa 9 imesema kwa maana tunafahamu kwa sehemu na tunafanya unabii kwa sehemu, lakini japo ile iliyo kamili iliyo kwa sehemu itabadilika. Sasa unajua hiyo inamaanisha nini? Hiyo nasema kwamba tunatoa unabii kwa sehemu. Sasa ndipo tunasema wa kipindi hiki sasa tuko na Roho Mtakatifu kwamba hakuna unabii. Tukisema hakuna unabii watu wanatupinga, wanasema kwamba sisi hatujui. Ni kwa sababu wanasema hapo kwamba ijapo hii inasemwa kwa sehemu, lakini ijapo iliyo kamili basi mambo yote itakuwa iko sawa. Ina maana kwamba wakati wa Old Testament ilikuwa peke yake ndio unabii ulikuwa. Wakati wa Old Testament. Wakati wa Old Testament. Hiyo ilikuwa ni unabii kuhusu Yesu. Sasa unaweza kuwa huwa huko kwa sababu Yesu ashakuja, lakini unabii bado huko. Sasa ndiye anasema ijapo iliyo kamili. Sasa ilipokuja iliyo kamili. Hiyo sasa ni kulingana na Hebrews chapter verse 1. Hebrews 1. Ndiye anasema kwamba ijapo iliyo kamili sasa. Ile vitu vingine vyote vitasisi. Vitasisi kivipi? Kwa sababu amekuja yule alikuwa anatabiriwa. Sasa the Bible is complete. It is complete kulingana na kukuja kwake Yesu. Yes. Kwa sababu kulikuwa na vipindi tofauti. Yes. Vipindi vya Abrahamu kuja kuleta amani, Adamu kuleta dhambi, Musa kuleta sheria, manabii kuongea kuhusu Yesu Kristo ambao ni utimilifu. Ambao wale wanabii walikuwa wanaongea, the major prophets and minor prophets walikuwa wanatabiri kuhusu Yesu kwa sehemu. Yesu alishakuja, lakini ukuja ukamaanisha sasa unabii umeisha. Unabii kuhusu Yesu ndio umeisha, lakini hatusemi sasa unabii umeisha. Tulisema hivi tukiwaambia watazamaji kwamba kuna unabii, watasema kweli tumesema ukweli. Unabii uliisha, kitabu kikafungwa. Kuhusu Yesu kilipofungwa sasa wale manabii wamebaki ni wale wa manabii wa kanisa kama hii ya Calvary chapa. Huyo akitoa unabii mtu wa South Africa hata utumia, mtu wa US hata tumia unabii wako. Unabii ule ni unabii utapewa katika ile kanisa pale upo, ndio unabii utakuwa upo, lakini bado ni unabii bado, lakini hautaweza kuandikwa kwa kitabu tena. Hawezi andikwa. Lakini kwa sababu ukisoma katika Ephesians 4:11 ni gift. Unaelewa? Unaona katika Ephesians, tusome Ephesians 4:11. Ni sawa. Ephesians 4:11 nasema naye alitoa wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji, na wengine walimu. Unaona?
Kwa hivyo mitume na manabii ndio wanafanya, ndio msingi wa kanisa. Sasa wale unasema mitume na manabii. Manabii ni foundation. Mara nyingi huoni foundation. Ndio msingi wa kanisa. Mara nyingi huoni. Sasa kama nyumba, kanisa yetu imeanzia pale. Lakini kuna mawe kama 3 yako chini ya foundation. Ikiwa sasa Yesu ndiye cornerstone, kwa hivyo sasa Yesu yuko pale anaanza kuchengwa akija hivi. Na ndio walikuwa wanasema kwamba tunatabiri ama tunanena kwa sehemu, lakini japo ile iliyo kamili. Sasa Yesu ndiye yuko kamili, kwa sababu akishachenga na nyumba imekamilika, basi hakuna unabii. Kwa sababu unabii ulioko sasa ni unabii uko kanisani. Hiyo ndio nataka kusikia. Unabii ulioko inamaanisha bado huko. Hiyo tu. Unabii ulioko sasa ni nabii ambaye yuko kanisa ya kwako. Kwa sababu mimi mwenyewe nishatabiri ama nishanena unabii, lakini mtu wa kanisa ya Kisii, kanisa ya Lungalunga hawakuwa na ule unabii wangu. Ndio tunasema kwamba sasa huyu hana impact, ijapokuwa atasaidia ile kanisa yeye yuko, ama atasaidia ule mtu anamtolea unabii. Na ndiposa Yesu anasema kwamba manabii wanahitajika ili waweze kusaidia, lakini si manabii wakora wachanja wako hapa. Wengi ni wajanja, lakini wako kuna manabii wa kweli wako. Maana kuna nabii ofisi na kuna nabii karama na kuna nabii ya tatu pia. Ukisoma hapa katika First Corinthians 12 ukisoma kwamba basi 4 nasema basi pana tofauti ya karama, bali roho ni yule yule. Kuna karama tena, pana tofauti za huduma na Bwana ni yule yule. Kwa hivyo kuna unabii wa huduma na kuna unabii wa karama na kuna nabii wa ofisi. Kisha pana tofauti ya kutenda kazi, bali Mungu ni yule yule. Lakini kila mmoja hupewa ufahamu wa roho kwa kufaidika au kufaidiana. Maana mmoja kwa roho amepewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa apendavyo roho yule yule, mwingine imani katika roho yule yule, mwingine karama ya kuponya katika roho yule yule mmoja, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii. Sasa hizo vitu vyote leo hii havitumiki vile Mungu alikuwa amesema. Lakini sasa hata kama havitumiki, lakini kuna tofauti. Unajua, unapoongelea kuhusu context ya unabii, nimesema kuna karama ya unabii, kuna huduma ya unabii na kuna ofisi ya unabii. Sasa unaposema kwamba hakuna unabii, inafaa useme katika context ni karama hakuna, unaelewa? Ama ni huduma hakuna ya unabii, ama ni ofisi ya unabii hakuna. Sasa ukielewa hiyo inasaidia. Ukianza kusema ofisi hizo yani sipo, lakini siku tu formality. Karama hasipo. Watu wamekiwekea karama. Hapana, kama ni kwa First Corinthians ninasema ziko. Wewe sema hakuna. Mimi nasema hivi. Hizi vitu vikuweko na vinapasa viwe. Kwa sababu ukiona watu wengi wale wanasema mimi ni nabii, sio, wamewacha kazi kutumikia chini ya mtumishi, kwa sababu hawa watu wote paka wawe chini ya mtumishi. Ukiona mtu yeyote anasema mimi ni nabii na amefungua kanisa chake pale, sasa nimekuelewa. Ndio unaona wale watu wamepotosha watu. Hakuna hizo, lakini wako ziko. Lakini sasa tuseme wengi ambao wako ni wapotofu, hata wako kabisa, kwa sababu mtu yeyote hata submit mbele ya mtumishi wa Mungu aliyewekwa katika ile kanisa, basi huyo sio roho ile ya Mungu. Hiyo ni roho ya mpinga Kristo. Yes, kwa hivyo tulikuwa naongea kuhusu lugha, tumeenda kwa unabii. Na tulikuwa tunasoma 1 Corinthians 14 kuhusu unabii. Na 14 inasema kwamba maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali husema na Mungu. Maana hakuna asikiaye, lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Huyu ni mtu ambaye ananena kwa lugha, na huyu mtu ambaye ananena kwa lugha huwa ananena kwa Mungu. Bali yeye ahutubuye asema na watu maneno ya kuwajenga na kuwafariji na kuwatia moyo. Yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake, bali ahutubuye ulijenga kanisa.
Kwa ukisikia mtu anaongea kwa lugha hapa anajinufaisha tu yeye mwenyewe. Anajinufaisha kwa sababu gani? Anufaishi mtu mwingine. Kwa mfano mimi ni Mkisii. Ama Mjaluo. Ama Mteso. Nikuje nianze kuhubiri Kiteso hapa. Na hakuna mtu hata mmoja anaelewa kile Kiteso. Basi mimi nitajifaidi mimi mwenyewe. Kwa sababu hiyo mpaka kuwe na mtu hapa kando nikinena kwa Kiteso naye ayanene kwa lugha ile watu hawa wanaweza kusikia. Ndio nitakuwa msaada kwa hawa watu. Lakini nitakapozungumza Kiteso basi mimi nitaonekana kuwa mjinga kwa sababu ninajifaidi. Inakusaidia wewe mwenyewe. Hata maandiko hata ni ataongea Kiswahili na watu wengine hawasikii. Sasa sinamsaidia yeye tu mwenyewe. Sasa naongea Kiteso. Sasa kuna mwingine hapo mwenye anasikia. Ndio mwenye anasikia ndio anataka aseme kwamba huyu anasema hivi na hivi. Ndio sasa yale maneno yangu ya Kikisii yatasaidia wale watu. Ndio hata maandiko yanasema hivyo. Inasema kwamba nami hiyo ni 1 Corinthians 14. Sema kwamba nami nataka ninyi nyote mnene kwa lugha, lakini zaidi sana mpate kuhutubu. Maana yeye ahutubuye ni mkuu kuliko yeye anenaye kwa lugha, isipokuwa afasiri ili kusudi kanisa lote lipate kujengwa. Kama ukinena kwa lugha, ukitaka kuwa faida kwa watu, ukuwe na mtu ambaye anatafsiri hiyo lugha ambayo unaongea. Sio ukae tu hapa mbele uanze kusema raba shantara kashimore mozanta riboraibo rira shari na ni na hakuna mtu atasema kile kitu unasema, basi hakuna mtu anasikia. Maana unaposema hivyo basi unajifaidisha mwenyewe, haisaidii mtu mwingine. Unaelewa? Ajua umesema nini. Okay, kwa hivyo acha tuendelee na matendo yetu ya mitume. Nadhani tumeelewa kidogo kuhusu lugha hizo, si ndio? Maana lazima tujue ilikuwa namna gani hapo. Japo time zimeenda, imeanza kuingia giza na stima tunaona kwamba imepotea. Kwa hivyo Mungu atusaidie. Tulikuwa tumefika mstari wa 5. Na walikuwa Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote, wakastaajabu, wakiambiana, tazama, hawa wote wasemao si wa Galilaya? Imewakuaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliyozaliwa nayo? Waparansa, Wamedi, Wameni, nao wakakaa wa Mesopotamia, Uyahudi, nini, potoka Ponto, Asia, Frigia, hayo yote, Rumi, Wayahudi hao, Wakrete, Waarabu, yani lugha zote. Mstari huo wa 12 asema kwamba wakashangaa wote, wakaingiwa na shaka, wakiambiana maana yake nini mambo haya. Wengine walidhihaki wakisema wamelewa kwa mvinyo mpya. Lakini Petro akasimama pamoja na watu 11, akapaza sauti yake akawaambia, enyi watu. Kwa hivyo tunaona hapa hawa watu wamegundua kwamba kuna ishara, kuna nguvu za Mungu ambazo zinaonekana hapa. Maana wanashangaa inakuaje hawa watu wanaongea katika lugha zetu. Lakini kuna wengine hapo wapinzani tu. Wanasema hawa watu wamelewa. Watu ni walevi hawa. Hawa watu ni walevi hawa. Unaelewaje kama watu ambao wanatumikia Mungu katika majira haya? Wakati ambapo unatumikia Mungu lakini kuna mtu haoni yani maana yako. Haoni kama unafaa. Unaona mpaka wameonekana kama ni watu ambao hawana maana. Sasa kuna watu ambao unapotumikia Mungu wanaona wewe una msaada kwao, lakini kuna wengine ambao labda ni wa dini zingine. Maana tunakaa na watu wa dini zingine wanaona kwamba wewe ni kama wewe ni mlevi, ni kama wewe umechizika, wewe ni mwendazimu, haueleweki. Sasa Peter anasimama kuja kuwajibu. Mstari wa 14. Mstari wa 14 nasema, but Peter standing with the 11 lifted up his voice and addressed them, men of Judea
and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you, and give ear to my words. 15 anasema kwamba for these people are not drunk as you suppose, since it is only the third hour of the day. Yaani hapa nawaambia nyinyi wa Judea, unafikiria kwamba hawa watu wamekunywa tembe. Sasa ni saa 3 asubuhi. Hata hao kumbe hata waliposema kwamba tembo ianze kunywa saa 9, hii haikuanza leo. Walikuwa inaanza saa 9. Kwa hivyo hata wakati huu wanazungumza na hizo lugha ni kwamba hata virabu vilikuwa vitafunguliwa. Kwa hivyo Peter anajaribu kuwaonesha kwamba hata kama ingelikuwa ni majira yale ya saa 9, hapo ndio mungelisema kwamba tumetumia tembo, lakini ukweli ni kwamba si tembo. This is the power from the person who you impel. Okay. Kwa hivyo ilikuwa ni power. Endelea. 15 akasema kwamba 16 anasema kwamba but this what was uttered through the prophet Joel. Kumbe maneno haya yalikuwa yamenenwa na nabii Yoeli katika Yoeli 1:28 anasema kwamba wakati huo Mungu atamwaga roho kwa watu wake. Tukiendelea 17 anasema kwamba and in the last days it shall be, God declares, that I will pour out my spirit on all flesh. Hiyo ni kitabu cha Joeli hicho. And your sons and your daughters shall prophesy. And your young men shall see visions. And your old men shall dream dreams. Kwa hivyo hawa wanajaribu kueleza kwamba maneno haya mnayoyaona hayakunenwa leo. These things has been prophesied. Na ndiposa nakwambia siku ya leo, ama nawaambia mpaka watazamaji kwamba maneno yote yamenakiliwa katika Biblia, hayakuwa ni maandiko ya leo. Kuna mambo yameandikwa miaka ya nyuma mingi, lakini kama hujasoma unaweza kuona ni kwamba ni kitu kimenenwa leo. Na ndiposa Yesu sasa akiwa na hawa watu alikuwa akiwaambia kwamba have you not read the Bible? Kwa hivyo kama hautaweza kusoma, kusema ukweli, hautajua mipango ya Mungu hiyo nakiliwa chini. Okay, kwa hivyo tunaona haya Petro anayoyataja hapa ilikuwa ni kutoka kitabu cha Joeli 28 mpaka tuseme 30 hapo, si ndio? Ndio hii verses zile anataja. Iko katika kitabu cha Joel chapter 22:28 mpaka 32. Hapo hivyo. Kwa hivyo haya yote kuanzia mstari wote ni mnabii ambaye ulikuwa ushatolewa kitambo na Yoeli. Na mstari wa 22 inasema kwamba enyi waume wa Israeli, sikilizeni maneno haya. Yesu wa Nazareti, mtu aliyedhihirishwa kwenu na Mungu kwa miujiza na ajabu na ishara ambazo Mungu alizifanya kwa mkono wake kati yenu, kama ninyi wenyewe mnavyojua. Kwa sababu maneno haya hayakufichwa kwao. When Jesus Christ was in this world, hakufanya miujiza akiwa amejificha, alifanya openly. Na ndiposa wakati mwingine naambia watu kwamba Yesu hakufanya miujiza kwa watu werevu. Alifanya kwa watu wajinga, kwa sababu walifaa wasome wajue ni kitu gani kinaendelea katika vile vitabu. Badala yake wakatumia mambo ya kusikia. Mambo ya kusikia haitakuwa na ukweli huenda, kwa sababu shetani amekuwa ni muongo from the beginning. Kwa hivyo sioni kama shetani atakuwa mkweli lini, ama atasema maneno ya ukweli lini. Okay, watazamaji wenzangu, wacha tuachie hapo kwa sababu stima imepotea na
Unaona giza imeingia, ukiona picha zetu hazionekani, hata kusoma hatuoni. Kwa hivyo tunakomea hapo, lakini tutaendelea. Somo ni nzuri, tumejifunza kuhusu lugha, tumejifunza kuhusu nabii, tumejifunza kuhusu roho au matatu. Tumejifunza pale siku ya leo, na tumeenda vitabu tofauti tofauti ili kuweza kukuelimisha zaidi. Kwa hivyo mtazamaji mwenzangu, usichoke, tutakutana tena siku ya Wednesday masaa kama haya, na usikose, maana tutakuwa tunaendelea kujifunza zaidi na kujua zaidi. Hapa niko na Florence ambaye ni mke wangu na Mwalimu Mwenga ambao tumekuwa nao katika kipindi hiki. Najua kwamba wewe utabarikiwa. Karibu sana. Karibu sana. Wacha nikaombe alafu tumalizie hapa. Asante Mungu wetu, nakushukuru. Nasema ni asante kwa sababu ni mwaminifu na hakuna kama wewe. Jina lako libarikiwe. Asante kwa sababu nafasi hii tumekuwa na wewe. Asante kwa sababu umezidi kutenda na kuonekana katika maisha yetu. Asante kwa yote aliye mahali hapa, aliyesikiza pia kule online. Mungu Baba, wacha ukambariki na wacha ukamuinue. Mapungufu yake yote Mungu, wacha ukutane na yeye. Neno hili ambalo tumejifunza hapa likazae matunda katika maisha ya wale ambao wanasikiza na wale ambao tumekuwa nao mahali hapa. Wacha Mungu kazidi kutenda, ukazidi kuonekana, maana ni Mungu. Na tunapoachana mahali hapa kimwili tukazidi naachana kimwili, lakini kiroho kazidi kuwa pamoja. Nasema ni asante kwa sababu ni Mungu, na ni katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Yes, God bless you. Mungu abariki sana. Shalom, shalom, shalom. Tukutane tena. Amen. Okay. Leo